Mhashamu Baba Askofu Dr. Stanley Hotai, makamu mwenyekiti wa kwanza wa CCT Tanzania. Mhashamu Baba Askofu Dr. Musa Magwesera, makamu mwenyekiti wa pili wa CCT Tanzania. Maaskofu wote wa CCT Tanzania pamoja na waheshimiwa maaskofu kutoka makanisa mengine wote mlioko hapa. Mheshimiwa Saidi Mtanda, mkuu wa mkoa wa Mwanza. Mheshimiwa Michael Musa Masanja Smart, mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mwanza. Mababa wachungaji mkiongozwa na baba mchungaji Canon Dr. Moses Matonya, katibu mkuu wa CCT Tanzania. Kamati ya utendaji ya CCT Tanzania, viongozi wa mashirika na wanachama wa CCT, wachungaji pamoja na watendaji wote. Ndugu zangu kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa wa Mwanza, ndugu waumini wa Kristo wote wa madhehebu yote yanayoiunda Jumuiya ya Kikristo Tanzania yani CCT. Wageni waalikwa wote, mabibi na mabwana, Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mwana kondoo ameshinda. Uhuru wa Yesu. Awali ya yote naomba nianze kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa uzima na kutujalia kujumuika hapa leo siku ya maadhimisho ya siku ya CCT yanayofanyika hapa kwenye kanisa la KKT ushirika wa Beneza Pasiansi Mwanza. Wakati nakuja hapa niliomba kibali kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ya kwamba nitakuja kuungana nanyi kwenye maadhimisho haya. Alinituma salamu nyingi kwenu, anawatakieni maandalizi mema na anawatakia sherehe njema mnaposherehekea siku hii ya CCT. Tumie fursa hii vile vile kupongeza uongozi wa Jumuiya ya Kikristo Tanzania kwa kuchagua kufanya maadhimisho haya ya kitaifa katika kanda ya Ziwa, pekee katika mkoa wa Mwanza. Hii imekuwa fursa kubwa na muhimu sana kwa wananchi wa Mwanza kukutana watu mbalimbali na badala yake kubadilishana mawazo na hata kuchagiza shughuli za kiuchumi mkoani hapa. Niwapongeze sana ninyi viongozi kwa dhamira yenu njema ya kufanya maadhimisho haya kitaifa kuwa na siku maalum kila mwaka. Maadhimisho haya yanatukumbusha umuhimu wa kuwa wamoja katika kazi za Kristo Yesu. Leo nimepata bahati ya kuwa mgeni rasmi, na mimi ninaingia kwenye historia kwamba miaka ijayo watakapoandika na kukumbuka waliowahi kuwa wageni rasmi kwenye siku hii, bila shaka na mimi jina langu litatajwa. Nawashukuru sana kwa heshima kubwa hii mlionipa. Kwa kweli kama nastahili ni kidogo sana. Wako wengi wanaostahili, mmenistahilisha kuja kuungana nanyi. Nimesikitika tu kwamba ratiba hii imekuwa ya muda mfupi sana. Nilitamani kuendelea kuona kila kinachoendelea toka mwanzo, toka wakati wa kuimba hata wakati wa mahubiri na baadaye wakati tunaagana nje. Ni bahati mbaya tu kwamba natakiwa kuwa Dodoma kwa sababu saa 12 jioni hii tutakuwa na mkutano mwingine. Kwa hiyo nalazimika kuondoka, lakini moyo wangu umefurahi kukutana wa Kristo wenzangu na kwa kweli kuona yale yote yaliyofanyika. Sasa ndugu zanguni, kwanza ni vigumu sana kuongea baada ya Mhashamu Baba Askofu Dr. Hotai. Anajua kuongea, anajua kufundisha. Ninyi wote ni mashahidi. Ngoja niwaambie mimi niliyewahi kuwa mwalimu ambaye ni mwalimu hata sasa. Baba huyu wakati anaomba alisema, tunakuomba Mungu, wakati tunazungumza maneno yako tuwe na lugha watakayoielewa hawa. Maana alikuwa na mashaka pengine hatutaelewa. Akamuomba Mungu atusaidie tuelewe. Na nataka nimthibitishie kwamba Mungu ameajibu maombi. Wote tumekuelewa. Na sio tu tumekuelewa, tumeyapigia mstari yote ulioyasema. Nitaeleza baadaye kidogo mwishoni. Lakini mnikubalie niseme kuwa umoja huu nimeambiwa umekuwa ukifanyika kila mwaka. Na toka mwaka 2021 maadhimisho haya yalifanyika Dar es Salaam. Mwaka 22 yalifanyika mkoa wa Kilimanjaro. Mwaka 23 yakafanyika Mtwara. Na mwaka huu yamefanyika Mwanza. Kuwa na viongozi wanaowaleta kwa pamoja wanajumuiya na kuadhimisha siku hii si jambo dogo.
Mimi ninajua kuandaa jambo hili lina gharama, na wakati mwingine lina vikwazo linalokutana navyo. Kuna waliosema pengine tusifanye kwa sababu itakuwa gharama kubwa. Bila shaka viongozi wetu wa CCT waliamua siku hii tuifanye ili sisi wa Kristo wa pamoja na madhehebu yetu tujue ya kuwa tunaujenga mwili wa Kristo. Ninawapongeza sana viongozi wetu. Mmekuwa kielelezo cha ukweli kwamba wenye umoja hawashindwi. Kila mahali ukiona watu wamegawanyika ama wameparaganyika, kinachoanza kuharibika msingi wake ni umoja wa watu hao. Wakati fulani watu waliamua kujenga mnara wa Babeli wamfuate Mungu mbinguni. Biblia inasema Mungu akasema, tazama watu hawa ni wamoja na kila walilokusudia watafanikiwa. Bila shaka Mungu alijua kwa umoja wao watafika mbinguni, watamfikia. Akasema na tushuke haraka tutawanye ndimi zao ili ujenzi wa mnara usiendelee. Na kweli Mungu akashuka, mnara ule wakabadilishiwa ndimi zao. Aliposema wa kwanza niletee sururu, mwingine akaleta panga. Aliposema lete jembe, mwingine akaleta ndoo. Ujenzi haukuendelea. Kwa nini? Kwa sababu umoja uliondoka. Viongozi wetu tunawashukuru mno. Sisi kama waumini mnaotuongoza kiroho, tunaona fahari kubwa kuwa na viongozi mnaotuvuta kwa pamoja bila kujali tofauti zetu ndogo ndogo za kimadhehebu. Watu wengi wanachukua muda mwingi zaidi kuwaza tofauti walizonazo badala ya kuwaza mwili wa Kristo ambao ndio msingi wa Ukristo wenyewe. Tunaangalia liturujia zetu, namna tunavyoimba. Wengine tunahangaika kuangalia namna gani tunavyopokea meza ya Bwana, ama wengine namna gani tunaendesha ibada za ndoa. Hizo zimekuwa muhimu kuliko mwili wa Kristo. Matokeo yake tunashindana wenyewe badala ya kuwa wamoja kuelekea ukuu wa Kristo. Badala ya kumhubiri Yesu, tumeanza kuhubiri ubaya wa wengine. Wakati fulani baba wakati anahubiri anasema haki inakuwa upande wako pale tu inapokuwa njema, na kwamba haki ya maana sana, na nimeandika hapa, ni kumfanya mtu mwingine kuwa mwenye furaha. Ndugu zangu wa Kristo na waumini, tumekutana hapa leo siku ya CCT. Tutoke hapa na ujumbe huu kwamba tunapokuwa tunasherehekea siku yetu ya CCT, tujue kuwa wote tumeunganishwa na Kristo kwa ajili ya kufanya kazi ya Kristo kuwa moja, kwamba Yesu mwenyewe na Injili takatifu ihubiriwe mahali pote. Kazi iliyofanywa na viongozi wetu ni kazi ambayo wote tunakubaliana kuwa ni ya kutilia mfano. Nitoe wito tena, tuendelee kuwasikiliza viongozi wetu. Na kwa kweli mimi toka nimekuja hapa na toka nimekaa hapa nasikiliza mafundisho, nimeona jambo moja la maana sana. Wote tunasema kuwa CCT iendelee kuwa. Nimeambiwa kuwa wakati inaanza mwaka 30 nadhani na 7, nimeambiwa na katibu mkuu, na 8 yalikuwa madhehebu matatu tu wakati CCT inaanza. Baadaye yakaongezeka na sasa tuna madhehebu 12. Fikirieni umoja huu ulivyo mzuri, tunavyomfurahisha Mungu mbinguni. Ya kwamba watu hawa wote tunakiri katika Yesu Kristo, tunaamini katika kufa, tunaamini katika ufufuo, na tunaamini katika ubatizo. Tunaweza kutofautiana, mwingine wa maji kidogo na mwingine wa maji mengi, lakini tunaamini katika ubatizo. Haya hayajawahi kuwa muhimu kwetu zaidi ya kutufanya tuangalie msalaba wa Yesu na kuihubiri Injili yake. Sasa tuna jamii ambayo muda mwingi inawaza mabaya kuliko mema. Mashamba Baba Askofu, makamu mwenyekiti, mimi naamini pale Arusha unao waumini wa namna hiyo pia, bila shaka na hapa wapo, ambao kila wakiona jambo wanatafuta baya badala ya jema. Kuna wakati Yesu alikuwa kisimani peke yake na mwanamke kisimani. Bila shaka wanafunzi wale wakati wanamuona Yesu, maswali yalikuwa mengi. Kwa nini yuko na mwanamke? Kumbe Yesu yuko kwenye kazi yake ya kuhubiri Injili. Na ni kweli dunia tulionayo, watu wengi wanabeba ujumbe wakati mwingine wameusikia mahali, si kweli wala ni kweli, hajui, ila anaubeba na upeleka kwa mtu mwingine. Nachotaka kusema ni nini? Nachotaka kusema ni kwamba ndugu zanguni wana CCT, tusiangaliane tofauti zetu. Jambo la maana, sisi ni wa Kristo, tumhubiri Yesu, twende mbele. Yesu atakapokuja tuwe tayari kumlaki mawinguni wakati utakapokuwa umefika. CCT nao mchango mkubwa, na serikali inathamini mchango wa CCT katika maendeleo ya taifa kwa ujumla, katika nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu, uchumi na malezi ya kiroho, pamoja na kudumisha amani nchini. Nakumbuka baadhi yenu jana tulikuwa wote kwenye siku ya malezi nchini pale kwenye ukumbi wa Rock City Mall.
Moja ya jambo lililonifurahisha ni kuona viongozi wa dini wakiwa mstari wa mbele kuhimiza maadili ya taifa letu na kulinda mshikamano wa taifa letu. Mambo mengi ambayo nimeambiwa mmeyafanya na ambayo tunajivunia kama serikali na kuyatambua ni pamoja na utekelezaji wenu wa shughuli za uimisheni, uinjilishaji na hivyo kukuza uongozi wa kiroho miongoni mwa vijana na jamii. Kwa mfano, umeona vijana wa shule za sekondari UKWATA pamoja na vyuo vikuu USSF katika vyuo vikuu vyote 92 nchini vinafikiwa kupitia umoja wa CCT. Injili inakwenda hadi mashuleni. Lakini mbili, CCT imeendelea kujenga ustawi wa jamii wa elimu na afya na uwezeshaji. Nimejulishwa kuwa pamoja na mambo mengine mmetoa ufadhili wa masomo ya vyuo vikuu kwa wasichana 45 kutoka katika familia za wafugaji. Vile vile mwaka huu mna mpango wa kuongeza hadi wafike 95, ambapo hilo litakuwa ongezeko la 211 la kuwafanya wasichana waweze kupata elimu. Nataka niseme CCT hongereni tena kwa kazi hii nzuri. 3, CCT imeendelea kutoa ajira kwa vijana nchini. Kwa mfano, mwaka 2023-25 mmetoa mafunzo ya ualimu kwa watu 200 wa sekondari na vyuo vya ufundi na kusaidia wanafunzi katika shughuli mbalimbali za kitaaluma, stadi za maisha na kujiendeleza kiuchumi. Pia katika kipindi hicho mmewajengea uwezo jumla ya vijana 45,320 kuhusu masuala ya kiuchumi, ajira na afya akili kupitia vyuo mbalimbali. Hii kazi isingefanyika kama CCT isingekuwa imara. CCT vile vile imekuwa na msukumo mkubwa kwenye uchumi pamoja na kilimo endelevu. Kwa mfano, mwaka 2014 hadi sasa 2015 mmeanzisha na kusimamia zaidi ya vikundi vya kiuchumi vikoba 1840 nchi nzima vyenye mtaji wa zaidi ya shilingi bilioni 15, hususan katika maeneo ya Gairo, Geita, Bahi, Same, Chunya pamoja na maeneo mengineyo. Vile vile mmetekeleza kilimo endelevu kinachotunza mazingira kwa njia ya Mungu, kwa kilimo kwa njia ya Mungu kwa wakulima 240 katika wilaya ya Gairo, Kiteto, Chunya, Morogoro, Kilimanjaro, Dodoma na Geita. CCT imeendelea vile vile kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Mmeongeza shughuli mbalimbali za uoteshaji miti zaidi ya milioni 2 nchi nzima katika mikoa yetu na utunzaji wa mazingira. Mtu yoyote atakayesimama akasema CCT hajafanya kazi, mtu huyo anahitaji maombi maalum, tena maombi ya mnyororo. Mmefanya kazi kubwa. Hamjaishia hapo, mmeendelea kuhubiri injili ya Yesu Kristo na kuwajulisha watu kuwa dhambi ni mbaya. Na leo mmeona ujumbe mkubwa ulikuwa ni haki na kwamba dhambi ni aibu. Nataka niwahakishie kuwa mimi ni muumini na ni Mkristo mwenzenu ninayeabudu pamoja nanyi. Wakati fulani kuna watu wanatenganisha. Ukiwa kiongozi wanadhani wewe sio Mkristo. Na mimi kwa sababu nimefundishwa, askofu akisema jambo unatakiwa kujibu nini? Amina. Unamjibu askofu, ubavu unautoa wapi? Amina. Baba, amina. Yale uliyosema yote. Lakini moja la maana ambalo ni muhimu sana tujue kama Watanzania. Nchi yetu tumeweka taratibu, tumeweka sheria, tunayo katiba. Hivi vyote ni vyombo tu vya kutusaidia tuongozane vizuri. Tukiviheshimu hivyo tutakuwa na taifa lenye kustahimiliana na kuvumiliana. Mimi ni shahidi na mababa askofu hapa ni mashahidi. Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan ni mtu ambaye amefanya kazi kwa karibu sana na viongozi wa dini. Tena amekutana nao mara nyingi na amekuwa akienda kwenye ziara mikoani pamoja na kukutana na makundi mbalimbali ya wazee, wafanyabiashara na makundi mengine. Makundi ya viongozi wa dini amekuwa akiapa msukumo mkubwa. Sisi ni mashahidi, viongozi wetu hapa ni mashahidi. Anafanya hivyo sio kwa sababu ya kutafuta kupiga picha, ni kuwasikiliza madhehebu ya dini na viongozi wa dini wana jambo gani wanalohitaji ili tulifanye nchi yetu iweze kwenda mbele. Mnakumbuka hapo nyuma tulisema kwamba hakutakuwa na mikutano ya hadhara mpaka utakapofika wakati wa uchaguzi. Mheshimiwa Rais alikutana na viongozi wa dini akasema kwamba mikutano ya hadhara iwepo, iendelee, na ni yeye mwenyewe akaanzisha falsafa ya 4R kwamba taifa letu tulisukume mbele. Wakati fulani watu wakataka kuandamana. Ilikuwa nadra sana kusikia kiongozi wa serikali anaruhusu maandamano. Ni Dr. Samia Suluhu Hassan aliyetoa kibali cha watu kuandamana, tena si tu kuandamana kwa kawaida, wakalindwa na wakafanya maandamano na sauti zao zikasikika. Ni Dr. Samia Suluhu Hassan ameendelea kuwaita kila aina ya kiongozi yoyote
anayedhani analo jambo la kufanya kwa ajili ya uchumi wa nchi yetu na maendeleo yetu, milango yake iko wazi. Na mimi kama msaidizi wake serikalini nataka niwahakikishie kwa wakati wote niliokaa naye, nikimsikiliza kwenye vikao au akinipa maandalizi, anachotaka, anataka Tanzania moja ya watu wanaopendana, tusukume nchi yetu iende mbele. Mwisho wa siku tuna Tanzania moja, hatuna Tanzania nyingine. Tuibebe kwa pamoja. Nakubali kuna hapa na pale watu watatofautiana, ni kawaida. Tukiwa wote hapa tukawaza kwa namna moja, tusitofautiane mawazo hapa na pale, haitakuwa jamii yenye watu wenye mawazo tofauti. Muhimu ni kuvumiliana na kustahimiliana. Aliye na mawazo hasi asikilizwe, aliye na mawazo chanyo yachukuliwe mawazo yake na yafanywe kazi. Tutajenga taifa letu na kulipeleka mbele. Baba Askofu, makamu mwenyekiti, ninakushukuru mno kwa mahubiri yako haya. Kwa namwambia katibu mkuu atanipa namba yako. Nadhani una vitabu umeandika. Ninatamani kusoma vingi kutoka kwako. Umetufundisha mengi na namna ambavyo haki kithiolojia ulivyoitafsiri. Kwa kweli mara nyingi haki tunaiangalia kwa upande mmoja tu, kwamba haki ni pale ambapo unapaswa kupewa jambo fulani lililo zuri. Likija jambo baya, basi hiyo si haki, basi ni maumivu kwa upande mwingine. Hili nalo tumejifunza wote, na naamini wote tumejifunza hilo. Inawezekana ukawa nyumbani umekaa, watoto wanasema tunahitaji nguo, lakini hawataki kufanya kazi ili mpate fedha ya kununua nguo. Wamesahau wajibu wao ili haki yao iweze kutekelezwa. Tunakushukuru sana Baba kwa darasa lako, na Mungu akubariki sana. Naomba nimalizie hotuba yangu hii kama alivyosema yeye mwenyewe, makamu mwenyekiti. Mwezi wa Oktoba mwaka huu 2025 nchi yetu itaingia katika uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani. Nataka kuwaomba wote mlioko hapa ndani, na hasa wale ambao mko tayari kushiriki kwenye uchaguzi huo, si tu kwa kupiga kura ama kuhudhuria mikutano, bali kujitokeza na kugombea nafasi hizo. Ikiwa unaona kuna mahali fulani tunahitaji kufanya vizuri na mahali fulani hapaendi vizuri, basi usimwachie mtu mwingine. Ingia, omba nafasi, gombea, uchaguliwe, ufanye hiyo kazi. Lakini waombe, uchaguzi huu ni tukio la mara moja. Imekuwa kawaida mahali pengi katika nchi za Afrika, uchaguzi limekuwa daraja la watu kuwagawanya na kuwafanya wagombane na kuacha umoja wao. Kama sisi tulio wa Tanzania, uchaguzi huu daraja tu la kutafuta viongozi na kutufanya kuwa wamoja na kusimamia demokrasia kwenye nchi yetu. Tusigawanyike kwa misingi ya aina yoyote, ya madhehebu yetu, dini zetu, makabila yetu, mahali tunakotoka na kadhalika. Tubaki kuwa Watanzania wamoja wenye nia ya kuendeleza nchi yetu na kuifanya kuwa ya amani. Amesema vizuri Baba Askofu kuwa amani ikitoweka, ibada njema kama hii huwezi kuipata. Ninaamini Watanzania tutaendelea kuilinda amani yetu kwa gharama kubwa tulionayo. Naomba tuendelee kuliombea taifa letu liwe na uchaguzi wa amani, umoja, upendo na kuzingatia misingi ya haki na uwajibikaji kwa kila mmoja. Naomba muendelee kuhubiri neno la Mungu kwa kutimiza matendo mema. Watu wakimjua Mungu, wakamuogopa Mungu, maovu yatakwenda mbali nao. Biblia inasema mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndipo mema yatakapokujia. Ninaamini tukimjua Mungu kama Watanzania, mema yatatufuata sisi sote. Na sisi kama serikali tutaendelea kutimiza wajibu wetu, tutaendelea kuwasikiliza kila aina ya sauti kwenye nchi yetu ili tujenge taifa lenye kustahimiliana, taifa lenye maendeleo kwa ajili ya vizazi vinavyokuja. Tungetamani kuona tunaliacha taifa hili kwa ajili ya watoto wetu likiwa salama, tena lililo imara, lenye mmoja miongoni mwetu. Tungependa kuona watu wengi wanafanya kazi zao ikiwemo kuhubiri Injili bila kutishwa wala kuogopeshwa na mtu yeyote. Na kwamba tofauti za dini zisitugawanye sisi, bali zituweke pamoja, ya kuwa Mungu alitumba kwa tofauti hizi ili yeye mwenyewe apate sifa na utukufu. Ninawashukuru tena kwa kunialika kujumuika nanyi. Sijui kwa nini mlinichagua nije, lakini naamini ni neema ya Mungu tu imenishukia niwe pamoja nanyi. Na la kweli ambalo Baba Askofu akuambia, pengine aliwaonea wivu kwa namna ambavyo siku ilivyopambwa. Ikitokea leo shindano la kumtafuta mtu ambaye hajapendeza, jaji atakayetafuta ambaye hakupendeza humu hatamuona. Shughuli imekuwa nzuri, watu wote wamependeza. Kila aliyekuwa anasimama kuimba unatamani waendelee. Ratiba yenyewe nzuri ya maana. Tukio limeandaliwa kisayansi. Katibu mkuu, makamu mwenyekiti wote wawili, tunawapongeza sana kwa kutuongoza vizuri. Umetutengenezea siku nzuri. Ninatamani na mwakani kwa neema ya Mungu na mimi nialikwe tena nije. Sio kwamba wengine hawapo. Hata kama mtaarika mgeni mwingine,
basi nijulishwe tu itakuwa wapi. Nitakuja mwenyewe kwa sababu tukio la leo ni tukio zuri sana. Tunawashukuru sana wale waliohubiri kwa njia ya nyimbo, wanakwaya wote kutoka Misungwi na wale wengine kutoka Sauti. Kwa kweli mmetuimbia vizuri mno. Mungu awabariki sana. Isipokuwa tu Ebeneza KKT wanaume. Wale wa baba kwanza wote wamekula suti. Wakati wanakuja hapa nikawa najiuliza wanaimba wimbo gani. Baadaye wakaimba ule wimbo. Nadhani mpiga kinanda na wao walikuwa hawana mawasiliano mazuri. Kuna wakati wanatoka kwenye key, lakini nawaona wanaendelea. Mwenye kinanda baadaye inabidi apunguza, watafute waliko, hawafuate. Akiwafikia wanamuhama. Nikakumbuka saikolojia ya mwanaume. Mwanaume hahangaiki na beauty, anahangaika na message. Hongereni sana KKT Ebeneza wanaume. Kwa kweli imetufanyia jambo zuri. Na mimi niwape changamoto. Jamani waumini wenzangu, umeona hapa kuna watu wazima wanajitoa kwa ajili ya kumwimbia Mungu. Wewe huko hapa hata huna familia, bado ni kijana, kazini huna hata shughuli ya kufanya. Hujawahi kuimba, hata kupanga kiti hujaweza. Jamani sasa si wazee wametupa challenge jamani, na sisi tujiongeze, si ndio jamani? Siku nyingine tuwe na kwaya ya vijana waje hapa nao waimbe. Kama wababa wale wanaimba, wanatenga muda wao, wanafanya mazoezi kwa ajili ya kazi ya Mungu, bila shaka na makundi mengine tutajiunga kwa ajili ya kazi. Inawezekana wapo hatujapata muda, lakini nataka niwashukuru sana. Shughuli ya leo imekwenda vizuri sana sana sana. Tunawashukuru sana kamati ya maandalizi, lakini baba askofu mwenyeji tunakushukuru sana Askofu Lema. Kwa kweli tunakushukuru mno. Tunashukuru mno wana Ebeneza kwa kutupa eneo lenu ili tuje tufanye shughuli ya leo. Mungu awabariki sana. Ninawatakieni CCT Day njema. Mungu awabariki, aendelee kuwatunza. Na mwisho, sio kwa mwisho kabisa, tuendelee kuombeana. Sisi ni Watanzania, hatuna nchi nyingine. Tuendelee kutiana moyo, lakini tuendelee kukosoana kwa heshima bila kuvunjiana heshima. Mtu mmoja, rafiki yangu mmoja, aliandikwa kwenye mtandao. Alipoandikwa kwenye mtandao, wamemsema mambo ambayo sio ya kweli. Lakini kwa naye bungeni. Siku moja tukiwa mle bungeni, aliwahi kumtuhumu kiongozi fulani kwa maneno ambayo wala hayapo. Nikaja nikamuuliza, kwa nini umesema maneno yale wakati sio kweli? Akaniambia, kaka, hiyo ni siasa. Bwana Mungu fundi. Tumeishi likaja likatengenezwa la kwake, halipo, halimuhusu wala halihusiani naye. Akanipigia simu, watu wajinga sana wananiambia. Nikamwambia, kaka, hiyo ni siasa. Usidanganyike. Mungu hadhihakiwi. Kile unachokipanda utakivuna. Tupande mbegu njema kwa wenzetu. Tupande mbegu ya upendo kwa wenzetu. Tupande mbegu ya kumvumilia hata usiyempenda kwa wenzetu. Ukifanya hivyo, kesho na wewe watakuvumilia wengine. Ukifanya hivyo, kesho wengine watakupenda na wewe. Lakini wakati wote tujue kuwa kila tunalolifanya kuna siku tutatoa hesabu. Mungu awabariki sana na asanteni kwa kunisikiliza.